Naam, langu jina tena ni Mwalimu Oscar Samba. Nikaribisha tena katika sehemu yetu hii ya 6 ya ujumbe wetu huu cha kufanya Mungu asipojibu maombi yako. Ninanuia kutazama kipengele hiki cha 6 kinachosema muulize Mungu anachokufundisha kwenye hilo jaribu. Nachotamani hapa ni umuulize Mungu anachokufundisha kwenye hilo jaribu. Jaribu ni shule au pito ni shule, na jaribu ni kama mtihani. Kwa ni muhimu kutaka kujua ni kitu gani Mungu anachokufundisha kutoka katika eneo hilo. Na tunaweza pia tukajifunza kutoka kwenye kitabu kile cha Kutoka. Unajua wakati wana wa Israeli wanatoka Misri baada ya kuvuka bahari ya Shamu, kwenye ile Kutoka sura 15, unaweza kaanzia mizia kuanzia ile mstari 20 pale, walifika mahali wakakutana na maji machungu. Maji ambayo actually yalikuwa ni machungu. Na kuna kitu Mungu alikuwa anawafundisha pale. Tazama, baada ya muujiza wa kuyageuza yale maji kuwa matamu. Sasa utasoma ile Kutoka 15 mstari ule wa 29. Utakutana na Mungu anamwambia Musa, ikiwa mtakapoisikia sauti yangu mimi kama Mungu kwa bidii, afu anasema ndipo ambapo sitatia maradhi ya Misri juu yenu. Kwa hiyo kwenye lile jaribu Mungu alitaka kutengeneza mazingira ya wao kuisikia sauti yao katika eneo ambalo atawapa maelekezo kwa ajili ya namna ya kuishi vizuri, ili wasipatwe na mateso ambayo walipata watu wa Misri. Magonjwa ya Misri haimaanishi ni ukimwi, corona na magonjwa mengineyo. Haimaanishi hivyo. Ni adhabu. Kumbuka aliwapiga kwa tauni wana wa Israeli walivyokuwa katika safari hata kule Kanani. Tauni ile iliwakilisha ugonjwa wa Misri kama adhabu. Lakini ukija pia kwenye Kutoka hiyo sura ile ya Hesabu sura ile ya 21 kuanzia ile mstari wa 5, utakutana maelezo pale kwamba wakasafiri katika njia ile, wakafa moyo, wakamnungunikia Musa na kadhalika, na Mungu pia. Mungu akaachilia nyoka wa moto. Atazama kitu Mungu alichokuwa anawafundisha kwenye lile eneo. Aliwafundisha kujifunza kumtazama yeye aliyewambwa mtini katika mazingira magumu. Aliwamba juu ya mti katika mazingira magumu, kumwangalia Mungu. Ndio maana alituma nyoka wa moto wakawang'ata. Walivyowang'ata, waliomtazama juu ya mti ndio waliotazama nyoka aliyoangikwa juu ya mti ndio waliopona, yule nyoka wa shaba. Kwa Mungu alitaka awafundishe namna ya kumtazama wao. Ukija kwenye ile Kutoka sura ile ya 8, maandiko yanasema nimekupitisha jangwani miaka yote 40, 40 years, na viatu vyako havikuchakaa wala mavazi yako. Nilikuwa nataka kufundisha mtu hata ishi kwa mkate tu. Kwa hiyo kuna kitu Mungu alikuwa anawafundisha kule jangwani. Kwa kwenye hilo pito lako Mungu hajakujibu, muulize Mungu, unanifundisha nini? Mimi ni Oscar Samba, asante.